Amen. Sasa Roho Mtakatifu ni roho wa uhuru. Ni roho wa nini? Roho wa uhuru. Roho wa uhuru. Amen. Ukisoma hii Wakorintho wa kwanza, tunaanza sasa. Hapa ndo tunaanza. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Anasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Anasema tulinunuliwa. Tulinunuliwaje? Tulinunuliwa kupitia damu ya Yesu. Tulinunuliwa kupitia nini? Damu ya Yesu. Soma hii Ufunuo sura ya 5. Ufunuo 5 mstari wa 9 anasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Kwa hiyo damu ya Yesu imenunua watu wa kila kabila, Amen. Watu wa kila lugha, Amen. Watu wa kila jamaa, watu wa kila taifa. Amen. Damu ya Yesu imetununua. Amen. Sasa kama damu ya Yesu imetununua, sisi tunakuwa ni mali ya Mungu kiuhalali. Amen. Tunaenda pamoja? Amen. Tukishakuwa mali ya Mungu, sasa Mungu ana uhalali wa kumchukua roho wake akakaa ndani ya miili yetu, kwa sababu Mungu ameshainunua miili yetu. Amen. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Hiyo amen ni dhaifu. Sema amen. Amen. Yes. Ukisoma hapa sura ya 10 mstari wa 13 wa Korintho wa kwanza 6:13 anasema hivi, vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa vyakula, lakini Mungu atavitoesha vyote viwili, tumbo na vyakula. Lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Maana yake hapa anachoongelea nini? Paulo alikuwa anajaribu tuelewe kama ambavyo tumbo liliumbwa specific kwa ajili ya chakula. Haleluya. Amina. Tumbo lako halina kazi nyingine. Ina kazi moja tu. Amen. Tumbo ni kwa ajili ya nini? Chakula. Mdomo unaweza ukaongea, si ndio? Mm. Mdomo unaweza ukaimba. Ila tumbo ina kazi moja. Beba mamisosi. Amen. Sasa anasema kama ambavyo tumbo ni maalum kwa ajili ya msosi, na mwili wetu, mwili wako ni kwa ajili ya Bwana. Yes. Amina. Kuna mtu ananipata? Amen. Na huyu Bwana anamtuma roho wake. Sasa Paulo angalia anachoanza nacho, anasema hamjui ya kuwa. Maana yake hao Wakorintho walikuwa hawajui. Amen. Paulo anaanza kuwaelewesha. Amen. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, Roho Mtakatifu anapokaa ndani ya mwili wako, unatakiwa wewe ujue. Unatakiwa ufanye nini? Ujue. Amen. Usipojua, Roho Mtakatifu atakuwa ndani yako, ila utaonewa. Yes. Utaishi kama mtumwa. Amen. Tuko pamoja hapo na mtu fulani? Amen. Haleluya. Amen. Yes. Ukielewa hii concept, ndio utaelewa kwa nini pepo halina uhalali wa kukaa kwenye mwili wako. Yes. Halina uhalali. Amen. Yaani ukielewa hapa, uhitaji kukemea pepo. Ndio maana kuna watu wanaombeaga mapepo yanarudi, wanaombewa yanarudi. Mtakiwa apate ufahamu. Kuna kitu hajakifahamu. Amen. Kwa hiyo kwa sababu hajakifahamu, bado mwili wake anautoa kwenye roho zisizofaa. Sasa mapepo ambayo unajua kwenye mapepo pia sio kila mtu mwenye mapepo tu anakuwa na mapepo. Kuna watu wana yale mapepo ya maagano. Sema maagano. Maagano. Haleluya. Amen. Yaani mtu anaingia agano na pepo. Ndio maana kati ya mapepo ambayo yanawatesa watu wengi sana siku hizi ni haya mapepo yanayofunga ndoa na watu. Yanafunga nini? Ndoa. Kuna watu mpaka ni wanaume ila kuna pepo alifunga nalo ndoa. Na hivyo vitu watu vimewapata kwa sababu watu wanaenda kwa waganga. Watu wanaenda kwenye madhabahu. Anasema anataka utajiri. Wanaambia sasa kama unataka utajiri, kuna mgeni atakuja kukutembelea. Na wanampa sharti. Sharti letu ni moja tu, usioe. Sasa anasema kama usioe mimi nitaishije? Ndio wewe usioe tu. Baadaye usiku anashangaa. Ule usiku amelala, anatokea mtu.
Wanamwambia akija we mkaribishe. Akishamkaribisha ndio inakuwa ndoa. Kuna mtu anipata? Amen. Haleluya. Amen. Akishaingia kwenye hiyo ndoa anaanza kupata hela. Kwa anakuwa anajua kabisa kwamba kila akirudi ndani kuna mtu waga anabaki ndani. Yes. Amen. Ndio maana watu wenye hela hawa niwaambieni, ukienda kwenye nyumba yake kuna chumba kimoja waga akifungua. Kwa dada mmoja alimpenda jamaa na hela. Yule jamaa akamwambia karibu, ila akamwambia hivi, hapa nyumbani kwangu hiki chumba usije ukakifungua. Sasa kama nitaishije na kati hiki chumba, kwa nini kila siku sikifungui? Hiki chumba kina nini? Alipokifungua akakuta, kama sijakosea, akakuta kuna mama mle ndani, alafu kuna mbuzi. Yaani yule jamaa alikuwa ameshakuoa mke mwingine. Haleluya. Ndo akamuingiza kwenye hicho chumba. Kwa hiyo yule mwanamke akawa ananyonyesha yule mbuzi, amekonda, ameisha. Sasa huyu anakuja kuolewa na huyu, kumbe yule kuna mtu alipata. Amina. Siku anafungua kile chumba, alizimia, alichanganyikiwa. Yaani sijui alipona ponaje, kile alipona akatoka kwenye ile nyumba. Jamaa akasema, narudi, anasema, mbona kama kuna kitu hakikosa, wote wako umefungua kile chumba leo. Siku kuna mtu ananipata. Amen. Kwa watu wanaishi na wanakuwa kuna mtu ndani. Mapepo ya namna hiyo ukienda kulitoa, huwa alitoki. Ndio maana kuna mapepo wanasemaga hatutoki. Kwa sababu kuna agano. Sasa pepo likishafanya agano linakuwa lina uhalali wa kukaa kwenye mwili wa mtu. Si kuna mtu tuko naye pamoja mpaka. Haleluya. Amen. Ndio maana niwaambieni Jumapili niligusia kipengele, mwe makini nyewe mnaotaka kuoa na kuolewa. Ndio maana niwaambieni kama kuna kipindi unatakiwa uombe, ni hapo. Ukiona tunaongea hivi watu wengine hawaelewi. Ndio vifungo vya kwenye fikra. Yaani wewe uelewi. Wewe uelewi tu. Yaani wewe tu ni mtu ambaye ufanye nini? Hauelewi. Kuna mtu ananisoma hapa? Amina. Kipindi unataka kuoa au kuolewa. Kwa sababu kile kipindi unaenda kuishi na mtu, na yule mtu ni umjui. Yaani amelelewa familia ya huko Tanga. Wewe umelelewa huko sijui Msoma. Unaona? Mnakutana miezi mitatu tayari I love you so much. Hivi wewe unaelewa kabisa. Niwe kumwambia mke wangu kwamba mke wangu, mimi nimekupenda kwa sababu wewe ni mwanamke ambaye wewe ni mke na Bwana amenionyesha ni wewe. Haya mengine ulionayo, sijui uzuri, umbo, yani hayo mimi kwangu nimeongeza. Ila kuna kitu cha muhimu ambacho hicho ndo nimekithamini kuliko haya. Yes. Sio kuna mtu ananipata. Ila siku hizi nyewe vijana unaolewa na mtu kwa sababu tesi nikipiga naye picha nikaipost. Ni mjinga. Yaani wewe ni mjinga yule wa mwisho. Picha unaweza tukapiga na Obama. Haleluya. Picha unaweza tukapiga na Mayele. Yes. Picha unaweza tukapiga na nani yule mchezaji wa Simba. Haleluya. Amen. Unaweza kupiga naye picha na utaiposti. Eti mimi nataka mume wangu awe ananizidi urefu. Nikwambie hivi, unaweza tukampa stuli akapanda ukapiga. Sio unataka tu kuzidi urefu. Ndugu yangu, kuna siku mtalala chumbani utaona urefu, utaona kifua, utaona mkono, utaona chochote, utaona mateso. Amen. Ndio maana kama nyinyi mnataka kuoa na kuolewa, kaa na watu ambao wako kwenye ndoa. Yes. Ila kwa bahati mbaya hata wakuelezee vipi auelewi. Haleluya. Amen. Yaani mtu hajaoa, hajaolewa ila anayajua mambo ya ndoa kukuzidi wewe. Unamwambia hongera, tangulia mbele. Tangulia mbele. Unajua wimbo? Umetangulia tu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana kuna watu unaweza kusema hivi, huyu mbona amwache yule mwanamke na mapungufu yote? Hata kama ana mapungufu ila kama ana roho wa Mungu, bora huyo. Kuliko nikae na mtu ambaye sijui ndani ana dude gani humo. Ili mimi sijui hivi ninaishi na mtu kweli. Hivi ndio kuna watu ambao unaweza kuwa unaishi naye lakini usiku wewe ukiamka ukimwangalia usoni. Hivi unageukia huku. Unalala asubuhi ukiamka ukiongea naye vipi? Lakini kila usiku saa 8 ukimwangalia mimi nawaambia hivi, nyie vijana kwenye ndoa watu wanapitia mengi, wewe uyajui.
Mtu mmoja aseme amen. Haleluya. Amen. Mimi nasoma vitabu vya watumishi. Kuna mama mmoja aliolewa na jamaa, ikifika usiku hata amuamshe vipi, yani hata mpige mme wangu wapi, asubuhi ndo akimwamsha anaamka. Na mbona wako nikikuamshaga usiku wewe uamki? Waga ni usingizi gani huo? Kumbe umeolewa na mchawi. Wewe unafikiri uko na mwanaume mme wangu na anakuambia hii siri usije kumwambia mtu, ukimwambia mtu nakuua. Unasema nini? Nyie mnaona tu watu wanaishi kwenye hizi nyumba, watu wanapita na magari. Usije ukawaonea wivu maisha ya watu. Haleluya. Amina. Furahia jinsi usije ukamwonea mtu wivu. Yani jamani, yani mimi mchumba wangu angekuwa kama maarufu. Yani mimi mchumba wangu angekuwa kama yule superstar. Acha tena, ngoja niwaambie watu wa Mungu. Wewe ambaye mume wako au mke wako hajulikani, mshukuru Mungu. Kuna watu wanapenda haya mambo ya huduma, yani anapenda change kwa mke wa mtumishi. Yaani usije ukayaomba, yani kemea kabisa, mwambie Mungu yapishie mbali ya mambo siyataki. Haujui wake wa watumishi mambo wanayoyapitia. Haujui waliooa waimbaji wale masuperstar wanayoyapitia. Mtu umemwoa mwimbaji ni superstar, lakini nyumbani anauleta superstar mpaka nyumbani. Unajuta, alafu eti umekaa mahali unaomba hilo ombi. Kuna vitu niwaambieni watu wa Mungu, acha Mungu akilete na akupe neema hicho. Ile usikitake wewe. Yes. Hivi kuna mtu ananipata? Amen. Haleluya. Amen. Yes. Kwa hiyo hii miili yetu hii, mtu anaweza kaingia agano na roho fulani. Kitu kingine kinayapa mapepo uhalali huwa ni dhambi. Sema dhambi. Dhambi. Haleluya. Amen. Yaani unapokuwa unatenda dhambi, kila dhambi ina roho inayo attract. Yes. Every sin attract a certain spirit. Amen. Ukianza leo uongo, utaanza tu kawaida. Baada ya miezi mitatu, kuna roho kabisa itakuisha kuingia ambayo yeye unajikuta yani hata viongo vyako vya kudanganya wewe mwenyewe unasema siku hizi ninadanganya. Yani naweza nikamdanganya hata polisi, hata afisa mpelelezi, hata rais. Yani mimi nina uongo ambao wewe mwenyewe unajijua kwa sababu umevuka viwango. Sasa imekuwa roho ya uongo. Kuna mtu ananipata? Amen. Ukianza uchoyo, unaanza tu kawaida, yani unakuwa utoi hapa kanisani nini, baadaye unafika viwango vya uchoyo ambao mpaka mtoto wako unamnyima. Hivi unajua kuna nyie watu nyie, hivi unajua kuna uchoyo mpaka mtoto wako unaweza kumnyima. Hivi unamwona kama mtoto anateseka lakini haumpi. Ila ulianza baadaye roho inakuingia. Ukianza roho ya ukatili, kuna wale watu mnasikia amempiga mke wake mpaka amemuua. Hakuanzia na mke wake. Alianza tu ukatili. Akiona katoto mtaani kanashangaa, wewe mtoto njoo. Unatoka wapi sasa hivi? Kibao. Yaani unajua kuna watu wako hivyo. Yaani anapita tu mahali. Kwa mnacheka nini nyinyi watu? Mnanicheka si ndio? Enjoy. Yuko ndani. Yaani watu wanasema sasa tusicheke. Siku ya siku ule ukatili unarudi mpaka nyumbani. Unasikia mzazi amemchapa mtoto mpaka amemvunja miguu. Hiyo ni roho. Hayo sio maonyo. Hiyo imeshakuwa nini? Roho. Kiburi hivyo hivyo. Uzinzi hivyo hivyo. Haleluya. Ila kwenye dhambi zote, dhambi ambayo ina attract utendaji kazi wa kipepo ni uzinzi. Zina. Ndio maana wakati Paulo anatofautisha miili yetu, alisema mwili sio kwa ajili ya zina. Sio kama mnakumbuka. Amina. Ngoja tulisome hilo andiko. Kuna watu tunawaokoa. Amen. Mlioko hapa na watakao itazama. Haleluya. Amen. Yaani wewe unaenda kushare hapa ndio upashie sasa. Haleluya. Amen. Ukiona hapa upashie ujue naona nini? Una tatizo. Ukuta mtu anashare mafundisho pengine pote mtumishi alihubiri habari za kubarikiwa. Ila ile eneo la utoaji hapa share kwa sababu yeye mwenyewe atoi. Amen. Unajua hapo ndo mwiba wake huko hapa. Haleluya. Amen. Yaani ile eneo ambalo unalikwepa. Hata kwenye Biblia, wewe ukiwa unasoma Biblia, utaka ujue una dhambi gani? Chukua Biblia. Anza Mathayo. Kuna andiko ukiliona unasema hapa ngoja ni. Ngoja nianze wa Efeso. Yaani ukiona ile andiko unalolikwepa, ndio dhambi yako iko hapo. Amina. Glory to God. Amen. Hata mahubiri, hivi tunapokuwa na ubiri.
Yeye msukubiri watu wakasema amen, haleluya, wakapanda mpaka juu ya viti. Kuna mahali kipafikia. Tunaangalia muda. Tumeshimbana habarizi. Glory to God. Amen. Unajua hata hiyo penyewe. Amen. Yeye unajua neno la Mungu ni upanga. Sema upanga. Haleluya. Upanga. Sasa sikieni. Hiyo ilikuwa wadhamini. Haleluya. Amen. Anasema mwili sio kwa zinaa. Ndio maana uzinzi ni ibada. Amina. Uzinzi ni nini? Ni ibada. Ndio maana kwenye dhambi zote Paulo anasema dhambi ambayo tunaitenda kwenye miili yetu ni moja. Na kitu ambacho Mungu ametuambia tukitoe ni miili yetu. Anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu. Haleluya. Amen. Sio mtu ananipata. Amen. Sasa wengi wakifundishwa mambo ya uzinzi wanafundishwa kama amri, usizini. Ukifafanuliwa kama hivi, hata siku kama unaona kabisa ni umeshapakuliwa kila kitu, umewekewa hapo mchicha, nyama, sweet chips nini, unasema hamna. Hata kama hili jambo sikubali. Amen. Glory to God. Amen. Serious. Uzinzi ni ibada. Ni nini? Ni ibada. Ndio maana mtu akiwa na roho fulani ukazini naye, ile roho itakuingia. Amina. Kuna mtu anasoma mpaka hapo. Amen. Glory to God. Amen. Hii ni kati ya dhambi ambayo inaingiza roho mbaya kwa haraka sana. Amen. Kwa nimesema kuna maagano, watu wanaingia maagano. Yale maagano yanasababisha miili yao inakuwa mahekalu ya mapepo. Hayo mapepo unaweza ukakemea mpaka huyo mtu akavunje lile agano na aombe toba. Amen. Unaweza ukakemea siku nzima halitatoka hilo pepo. Amen. Kwa kuna mapepo ili atoke ni wewe mwenyewe unaamua. Amen. Kuna mtu ananisoma? Amen. Cha pili ni dhambi. Unapokuwa unatenda dhambi, ukaendelea kuishi maisha ya dhambi, una attract roho fulani. Amen. Na dhambi inayoongozwa kukaribisha roho za kipepo ni nini? Zinaa. Amen. Yaani uzinzi sio mpaka wa matendo. Wewe chukua tu hata simu yako. Kuna uzinzi wa kwenye simu. Haleluya. Hivi sema Mungu atuokoe. Mungu atuokoe. Haleluya. Amen. Kuna vitu vitakuingia wewe ujui vilikuingilia wapi kwenye simu. Lile andiko nalosema amtazamaye mwanamke, si ndio? Kwa kumtamani. Ameshafanya nini? Ameshazini naye. Amen. Wewe huwezi kujielewa kwa sababu kuna wale wengine anasema mimi na miaka mingi sijawahi kuzini. Are you sure? Ile tamaa inayoongelewa pale ni ile deep. Haleluya. Amen. Hii mtu anakuhamisha kabisa deep. Umeshazini. Sema amen. Amen. Hivyo ndivyo mafrimason wanawatumia wasanii wanaoimba muziki ya kidunia, wale wanaocheza zile picha chafu. Yaani wale wanakuwa kwenye agano kabisa. Kuna roho zinakuwa zimewekwa juu ya wale watu, juu ya hao wasanii wana maagano ya ovyo. Yaani mtu asikwambie. Kwanza kuna vitu wao wanafanya kabla hajaenda kulilizi wimbo. Yaani ule wimbo kabla hajaenda kutoa kuna vitu anaenda kufanya nini? Anafanya. Kwa unashangaa. Wewe jiulize, kwa nini wasanii wengi hawa bongo flavor wakiwa wanaanza kabisa wanaimba nyimbo zenye maana kabisa. Nyimbo za kujenga. Kwanza siku hizi hata wazimbi. Zile nyimbo za kina nani, Professor J. Hapa nipo kitandani, stari zimeniacha matatani. Unao. Sijui nini na nini. Haleluya. Siku hizi hawaimbi wanaopiga. Kwa nini hawaimbi? Wanapewa masharti. Amen. Kwa sababu msanii anatakiwa awe kioo cha jamii. Aimbe wimbo ambao una transform. Kwa sababu msanii ni mtu ambaye anaingia kwenye mioyo ya watu kwa haraka. Kwa hiyo msanii akianza kuvaa t-shirt na jeans, kuna uwezekano vijana wote wakaanza kuvaa hivyo. Yes. Msanii akiwa kila siku ana date na huyu anamwacha kisha date na huyu, hata wewe unayefuatilia utajikuta mahusiano yako yamevunjika. Wewe fuatilia watu wanaoteseka na mahusiano, kuna msanii wanamfuatilia. Yes. Kuna movie, ushoga huu tunaoteseka nao. Ushoga unapita haraka kwenye movie. Yes. Ndio maana kuna vitu hata mke wangu kwanza mwenyewe havipendi. Haleluya. Amen. Movie, kimoja wapo ni movie. Hapo ndo ugonjwa wa dada. Haleluya. Amen. Mtu anaweza kamaliza mabando yuko kwenye movie.
Haya sasa anaangalia movie gani? Na au wanaotunga movie, yani watatunga movie ila kuna kakipengele lazima wakaache. Na hapo ni ndio yani kile ambako yani lazima tu kaangalie. Unajua kuna mtu anasema mimi hapo sitapata. Utaangalia tu. Ukishaangalia ile roho ya ushoga inaanza kukuingia. Amen. Wewe ifanye ni mjanja. Hivi kuna mtu ananisoma? Haleluya. Amen. Movie ni nzuri na story nzuri, lakini kuna kasehemu hivi ni mdada na mdada wanakuwa wapenzi. Alafu yule mdada tangu unaanza kufuatia hiyo series alikuwa anakufurahisha. Akishakufurahisha anaingia moyoni mwako, unampenda. Amen. Hiki ni kitu wengi hamkielewi. Amen. Yaani wale character wale sio wasanii wale wana tabia kuingia kwenye mioyo ya watu. Hivi unajui kuona unaangalia Jua Kali alafu unajikuta unaanza kumpenda Diba. Yes. Mpaka unatamani wewe ndio ungekuwa ana ungemkubalia ukaolewa naye. Hiyo ni roho inakufuatilia wewe. Hiyo ni roho. Siku na mtu ananipata. Amen. Siku moja mke wangu akaniambia dada aliigiza mwisho wake ni ndoa yake vile vile alikuwa anavigiza kwenye Jua Kali. Vimemtokea kwenye nini? Kwenye ndoa yake. Zile waga ni roho. Sasa watu wanapangiwa, sijasema Jua Kali walipangiwa. Ila watu wanapangiwa igizeni hivi ili viingie kwenye jamii. Siku na mtu ananisoma. Amen. Haleluya. Amen. Wewe unapoenda kuangalia ile pornography, watu yani ile ni agano walishafanya, kuna roho pale. Amen. Jiambie usiku utaomba. Haleluya. Amina. Jiambie usiku utasoma neno. Jiambie usiku utasikiza mafundisho ya prophet. Ikishafika saa 6 saa 7 utasinzia. Ila jiambie usiku ninaangalia movie. Kama usingizi akapo. Yaani kanakuwa mahali anasema endelea tu mama. Yaani endelea mpaka saa 10. Jiambie utaingia FB, Facebook, unapandisha tu zile picha ambazo zinaonyesha wadada wameweka hii. Au utapata usingizi. Ila tukija hapa kwenye mkesha tukiomba tu mara 2 yani mama mtumishi maombi anaongoza marefu. Jumana tupo kwenye kizazi kigumu. Mtu na simu yako unaweza kukuta mtu amejifungia chumbani, hana mpenzi, hana mahusiano, sio mzinzi, ila amejifungia chumbani mchana peke yake, yuko na simu, ameunga bando la 20 ndani ya shuka. Wewe mchana ndani ya shuka unafanya nini? Yuko na simu tumbe ndani. Ameconcentrate. Ngoja nikwambie, niwahi kufundisha hapa vitu vinavyosababisha upokee nguvu za Mungu. Kimoja wapo ni kuconcentrate. Sio mnakumbuka mwaka jana tukajifunza habari za Roho Mtakatifu. Amen. Nikasema kuna njia za kumpokea Roho. Kwanza kuna sauti, masikio ni mlango. Nakumbuka nilifundisha hapa masikio ni nini? Nikasema hata wacheo wakitaka kumchukua mtu waga wanamuita. Yes. Sound. Yes. Nikaongelea macho ni mlango. Mwaka jana tulijifunza Elia anamwambia Elisha, nitakapoondolewa kama utaniona utalipata hilo jambo. Amen. Elisha ameomba double portion, ameomba upako maradufu. Ila anaambiwa kama utaniona. Yesu akamwambia wanafunzi wake, Roho Mtakatifu ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu haumuoni. Soma ile Yohana sura 14 utaona hilo neno. Haumuoni wala humtambui. That means there is something unapokuwa unaona. Amina. Macho ni mlango kwenye ulimwengu wa roho. Wewe chukua mafundisho yangu, nenda wewe unanisikiliza na unaniangalia every day. Kuna roho itakuingia. Yes. Amen. Ndio utashangaa tu na wewe unaanza kuamini kama mimi ninavyoamini. Unaanza kuwa na matokeo kama nilionayo. Amen. Unaanza kuomba kama ninavyoomba mimi. Amen. Unasema jamani mimi mbona siwezi kuomba?